إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kupata juma la mwisho katika mwezi mtukufu wa Shaaban. Tumomba atufikishe mwezi wa Ramadhan na atuwezeshe kuhuisha kwa saumu na kusoma Qur'an na kisimamo cha usiku na nyinginezo katika ibadat. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayk. Ahibati fillah, katika masiku yaliyopita ulimwengu umepokea habari zenye kushtua, zenye kusikitisha, maovu yasiokuwa na mipaka, majarima yasiyokuwa ya kawaida yaliyokuwa yakifanywa na ilyatul qaum, wale ambao kwamba wenyewe wanajiita ndio sunna'ul qarar, decision makers, ndio wenye kuendesha huu ulimwengu, ndio wenye kupanga na kupangua, ndio wenye kuanzisha vita, ndio wenye kufanya hili na lile, ambao kwamba wao ndo wanaamua hili ni katika haki za binadamu na hili si katika haki za binadamu. Mtu katika viumbe viovu katika ulimwengu kama huu, wakili wa sheitani na mwenye kumwandalia dajjali mazingira, anayejulikana kama Jeffrey Epstein, amenunua kisiwa Amerika chenye ukubwa wa ekari 287. Mule ndani akaweka kila ambacho kwamba nafsi kinapenda
katika shahawati na matamanio bila kuwepo na mipaka yenye kuzuia wala kanuni yenye kuhukumu, na kuweza kuwaalika na kuwakaribisha katika kisiwa kile viongozi wa dola kubwa kubwa katika ulimwengu, wanasiasa, rijalul a'mal, wanabiashara wakubwa wanaotambulikana, wanaongoza kwa utajiri katika dunia kama hii, na wana sanaa, waimbaji, wanatamthilia kutoka katika maeneo mbalimbali, wakifanya uchafu wao na tukus za ibada ya sheitani katika kisiwa kama hilo, yaliyoko katika kichwa chako na ambayo kwamba hajawahi kupita katika kichwa chako, yote yamefanyika pale. Wa makhafia aba, ambayo kwamba bado hayajidhihiri, ni makubwa zaidi. Leo ikiwa US Department of Justice, Wizaratul Adl ya Amerika, ikiwa imeweza kutoa documents milioni 3, na bado anasema kuna milioni 3 hazijatolewa, ikiwa wameweza kutoa picha zaidi ya 180,000, ikiwa wameweza kutoa clips zaidi ya 2,000 za video ambazo kwamba zinaelezea maovu ambayo kwamba ilikuwa yakifanyika katika kisiwa kama kile. Hadith wala haraj, kila uchafu unaojua. Na mbali na ule uchafu wa kawaida unaojulikana, zile sauti zilokuwa zikinyanyuka huko nje kwa kuwapitia wao waliokuwa wakivaa mavazi makubwa makubwa na kutupa picha ya kuwa wao ndo mi'yar, wao ndo mizani, kilma ni chao, hukumu ni yao, na kile wanachokiona wao sawa ndio sawa. Baada ya yote hayo, kule kukaenda kufanya uchafu sambuli mbalimbali. Kitu cha kwanza, al-ittijaru bilbashar, biashara ya kuuza binadamu, unywaji wa damu za binadamu, bali mpaka kula nyama za binadamu, na kuwaingilia watoto wadogo wa kike na wa kiume ambao kwamba siku zote wanatuambia wao wanaenda mbio kwa ajili ya himayatul atfal, kuwahami na kuwakinga watoto, na kukawekwa na organization aswa kwa jina kubwa kama hilo. Huku wanatupa picha hiyo na wanamwaga mamilioni kwa ajili ya kueneza fikra hiyo, lakini wao ndo wa kwanza wenye kuvunja vibinti vidogo vidogo, bali napaka vitoto vya kiume vidogo vidogo vilikuwa vikifanyiwa kunajisiwa katika kisiwa kama kile. Haya si mageni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukisoma Al-Qur'an Al-Karim akiwazungumzia aqwam wale waliotangulia, kadhia ya watu kuweka visiwa ama maeneo ya kando, maeneo ya juu kwa ajili ya kufanya uchafu wao halikuanza leo, lipo siku zote. Mwangalie Sayyiduna Hud alayhi salam, kama anavyoeleza Mola katika surati Ash-Shu'ara, akiwahutubia watu wake anawaambia, atabenuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbari ila akhir al-ayat. Anaambia atabenuna, hivi je, mnajenga bikulli ri'in, kwa kila sehemu iliyonyanyuka. Kenda sehemu hivi kwenye majabali, sehemu iliyonyanyuka, wakijenga nini? Aya, kumbusho ambayo kwamba ta'bathun, mnafanya uchafu ndani yake.
yani kutafuta sehemu ya kando, kama alivyofanya huyu, kutafuta kisiwa kule kando, sehemu ya kando mbali na watu kwa ajili ya kufanya uchafu. Halikuanza leo, bali Sayyiduna Saleh akiwahutubia kaumu yake vile vile katika surati Shuara hawaambia, watanhituna min aljibali buyuta mfarihi, mnachonga katika majabali majumba ambayo kwamba imefanywa kwa ustadi. Kwa ajili ya nini majumba kama yale? Kwa ajili ya kufanya uchafu wao katika sehemu kama zile kwenye majabali. Kwa hivyo si jambo ambalo kwamba limeanza jana na juzi. Na hizi sauti zikinyanyuka kutoka kwa hawa watu ambao kwamba wanajiona ndo mabwenyenye wa huu ulimwengu, pia lilikuweko huko nyuma. Soma katika Al-Qur'an Al-Karim utaona sana, waqala al-mala mala, ndo hawa walikuwa wanajiona wao ndo wenye influence kutokamana na hela walizokuwa nazo, kutokamana na hashia watu waliowazunguka, kutokamana na uongozi. Hawa ndo walikuwa wenye usemi, na hawa ndo walikuwa wakipiga vita mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wenye influence kutumia influence yao katika kuwadhulumu na kuwatweza madhaifu, watoto, wanawake, ni jambo limepatikana kwa siku nyingi sana. Kwani si Firauni ambaye kwamba aliwafanyia hilo watu wake, na mwisho akawafanya wajinga? Na Mola Subhanahu wa Ta'ala ameeleza yote katika Al-Qur'an Al-Karim. Alafu la ajabu, yule mtumi ambaye kwamba ametumilizwa aje wafundishe tauhidi, amtoe katika kibri alichokuwa nacho, anawaambia watu wake, dharuni aktul Musa, niacheni mimi nimuue huyu Musa, waliyad'u rabbah, na muombe Mola wake. Kwa nini wataka kumuua? Sikia sababu ya kimajabu asema, inni akhafu an yubaddila dinakum, mimi nakhofia huyo asijakawabadilishia dini yenu. Ya Latif, huyo aliotuletea da'wa ya tauhidi ya kumtambua Mola Subhanahu wa Ta'ala. Dini gani unazungumzia wewe? Wewe na kibri chako ukavuka mipaka mpaka ukasema ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mola wenu wa juu. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui Mola mwingine asiyekuwa mimi wenu nyinyi. Huyu ndo anatukhofia ama nakhofia watu wake kutokamana na Nabiyullahi Musa alayhi salam. Asema inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad, ama adhihirisha ufisadi katika ardhi. Ya Latif, kuna ufisadi zaidi ya unaofanya wewe? Umeua wangapi katika watoto? Ni damu ngapi umezimwaga? Umedhulumu wangapi ukawafanyisha kazi bila malipo? Kila sampuli ya ufisadi ameufanya yeye, kisha anasema mimi nahofia kusije kukadhihiri ufisadi katika ardhi. Hili manhaji hii ndo ilotumika na wale waliokuwa katika kisiwa kile cha Ibst. Huku nje wanatupa picha ya kuwa wengine ndo mafisadi, ili wapate dharia ya kuwafanya watakato, kuwaua, kumwaga damu. Lakini wafisadi wakubwa ni wao. Na hili ni jambo ambalo kwamba ameliashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim, akiwazungumzia hawa mazayuni na fitna yote hii iko nyuma yao, akisema wayas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Yas'aun, tuwe makini hapa na lugha anayotumia Mwenyezi Mungu. Yas'aun hii ni fi'l mudhari katika lugha. Fi'l mudhari inajulisha kuendelea. Wanafanya ufisadi katika ardhi, sio ufisadi waliofanya mambo yakaisha huko nyuma, la, wamefanya nyuma na sahihi wanafanya na wataendelea kufanya daima. Haya ni maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyemuumba mwanadamu,
anayejua ya ndani na ya nje, anayejua yanayofichika katika kifua. Anakwambia yasauna fil ardi fasada. Mola anakwambia hivi, kisha wewe ndo unamchukulia kama role model wako. Wewe ndo unaona kama ndo munqidhul alam, ndo mwenye kuokoa ulimwengu, ndo mwenye kutetea haki za binadamu. Ziwapi leo haki za binadamu? Wako wapi waliotuumiza masikio na wakatuumiza vichwa miaka na mikaka, wakizungumzia haki ya mwanamke, wakizungumzia huria ya mwanamke, wakizungumzia nafasi ya mwanamke na namna mwanamke anavyodhulumiwa katika jamii za Kiislamu? Wako wapi leo? Si wao waliokwenda kumteza mwanamke yule na wakamfanya ni sila ya starehe zao? Sisi kwetu Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia watoto wa kike asema, atakaelea watoto wawili wa kike mpaka akawaoza atakuwa na mimi hivi peponi. Yani binti katika Uislamu ni sababu ya kukuingiza katika pepo, ama kwao ni bidhaa ya starehe ya mtu kukidhi shahwa zake. Kisha huyu ndo anakuja kukwambia yeye ndo anatambua haki za mwanamke, na Uislamu umemtweza mwanamke. Umeona maayir siku zote wanakuwa na double standards, wanakuwa na vipimo viwili tofauti kabisa. Usitarajie uadilifu kwa mtu ambaye kwamba anaona dhulma inatendeka katika huu ulimwengu, kisha anakaa kimya kwa sababu anayedhulumu ni mtu wake wa karibu. Usitarajie haki kusimamishwa katika huu ulimwengu kwa mtu ambaye kwamba anaona mauaji ya kihalaiki yanaendelea, lakini anakaa kimya kwa sababu anayeua ni mtu wake wa karibu. Usitarajie huyu ndo atakuja kutetea haki za binadamu na kukupa haki yako wewe, abada. Yatazungumzwa mwingine juu ya meza, lakini nyuma ya sitara kutafanywa mengine kabisa. Na tuliwahi kunukuu katika mimbari hii tukasema, yule Karim Khan ambaye kwamba alikuwa anafanya katika ICC alinukuu maneno mazito, akasema kuna baadhi ya viongozi wa kimagharibi ambao kwamba wamechaguliwa kwa nafasi walioko ndani yake katika uongozi, wameniambia mimi mwenyewe usoni kuwa ICC imewekwa kwa ajili ya Waafrika, imewekwa kwa ajili ya watu kama kina Putin, sio ya watu wa Europe wala wa Amerika. Ndo ujue watu wanafanya wanachotaka kukifanya, wala hakuna kanuni inayowahukumu. Kumbe ICC si yao, yakina sisi tulioko huku ulimwengu wa mwisho kama wanavyotuita. Kisha sisi leo ndo tunaona hawa ndo wenye hadhara, civilization. Hawa ndo walotangulia, hawa ndo wako mbele, hawa ndo kuigwa. Hadhara si katika kupanga mawe, wala hadhara si katika kujenga mabarabara makubwa, wala hadhara si katika kujenga majumba marefu yenye kupanda mbinguni. Hadhara ni mtu kujua ama kushikilia qiyam, values. Hadhara ni mtu kubaki katika futra yake aliyoumbwa nayo na Mola subhanahu wa ta'ala. Hadhara ni kubaki katika mizani, haki ikabaki kuwa ni haki na batil ikabaki kuwa ni batil, bila kulemea kubadilisha batil ikawa ni haki kwa sababu imefanywa na fulani. Hii ndio hadhara. Leo angalia katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuwafedhehesha nayo ili watu wajue uhakika wao na wajue kuwa haki iko katika maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yule ambaye kwamba tulipewa picha kuwa ndio baba wa fiziki katika zama zetu, kichwa kisichokuwa cha kawaida, hata kama ana ulemavu katika mwili, lakini akili yake sio akili ya kawaida.
Stephen Hawking ama Steve Hawking amekaa miaka na mikaka akilingania ilhad, atheism, akisema hakuna Mungu, hakuna hili, hakuna lile. Angalia, Mwenyezi Mungu leo amekuja kumfedhehesha hata yeye pamoja na ulimwengu wake. Hakuna kiungo kinafanya kazi katika mwili wake, yaani hata akataka kufanya starehe na shahwa hawezi kufanya chochote, hakuna kitu kinatingishika. Lakini pia alikuwa akienda katika kisiwa cha Ibti, akae tu ashuhudie, aone watoto wa kike wadogo wadogo ambao kwamba wako uchi wakifanya machafu. Hiyo ndio raghaba yake, ili tupate kufahamu kuwa nafsi ambayo kwamba haina imani, nafsi ambayo kwamba haiogopi siku ya mwisho, nafsi kama hii huwa haina mipaka katika shahwa zake, na Mola ametubainishia hilo, bali akaapa juu yake katika Al-Qur'an Al-Karim, akatuambia la uksimu biyaumi al-qiyama wala uksimu binafsi al-lawama. An-nafsi al-lawama ni ile nafsi yenye kumlaumu sahibu wake. Yani umewacha swala inakusuta, kwa nini umekosa kuswali? Kwa nini umefanya hili jambo baya? Lakini yule ambaye kwamba nafsi yake ni kafira, hailaumu, haimweki katika usawa, huyu siku zote Mwenyezi Mungu atuambia wala uksimu bin nafsi lawama ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kisha kantuambia bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Huyu mwanadamu ataka kufanya fujur, ataka kufanya uchafu, na si haba tu, hata siku za mbele, kwa sababu anatulul amal, kwa sababu yeye haitakidi aslan kuna kitu cha kufufuliwa. Anajua kisha kufa ndo mambo yamekwisha, wama yuhlikuna illa dahr. Kwa hivyo maadamu hakuna hisabu huko, yeye anavuruga hapa na siku za mbele vile vile, hana mipaka katika kukidhi shahawati zake. Ili watu katika jamii zetu ambao kwamba walikuwa wamehurika na hii iliyoitwa civilization ya kutoka katika ulimwengu wa kimagharibi, ambao kwamba walikuwa wamehurika na afukari na theories ambazo kwamba zimekuja kutoka kwa watu kama hawa, wajue kuwa haki iko wapi. wa kul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na majeshi wake katika ulimwengu kama huu, na mtu afanye takabura atakavyofanya, ghatras atakayokuwa nayo, ubepari atakayokuwa nao, na kibri atakachokuwa nacho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kumwangusha dakika moja tu. Tutaingia ndani sana kwenda kuzungumzia nani yuko nyuma ya Ifti, kwa sababu haiwezekani kuwa ni kichwa chake hichi. Haya yanayojiri urongo, usikubali kudanganywa. Ati mtu tu amekulia alikuwa ni mwalimu wa hesabu, ghafla kwa bilionea nunua kisiwa kizima, maswali bilioni 1 ataibuka hapo. Kisha ameshikwa amefungwa, hata alikuwa naye ghafla hayuko kwenye katika room, kamera mbili zote ghafla zimekuwa zifanyi, walizi wawili wote wamebebwa na usingizi wakati mmoja. Kisha tumeambiwa amejinyonga. Amejinyonga, mumemuua, mumemficha, yuko hai. Haya hatuhusu, lakini swali liko hapa, katika huu ulimwengu tunaishi ndani yake kuna Epstein wangapi na kuna visiwa vingapi kama hivyo? Tusione ndo limeisha hilo. Hichi ni kimoja tu, lakini viko vingine vingi ambavyo kwamba wafanya uchafu kama huu, na wako wengine wengi. Yeye ni kichwa cha tumika tu na mukhabarat, intelligence inamtumia, sawa iwe ni ya mazayuni ama ni ya nani, lakini huyu ni mtu anatumika kwa ajili ya watu waweze kufanya wanalotaka katika huu ulimwengu. Ukishamshika kiongozi na fedheha na ukamsetia makamera ukamrekodi, kesho unachotaka utafanyiwa, kwa sababu una kitu unamtishia nacho. Toa pesa fulani,
kaa kimya fulani akiuliwa, fungua anga yako kwa ajili ya kuwapiga kina fulani. Utafanya kila anachokitaka kwa sababu kuna ibtizaz, kuna kublackmail. Tayari wana clips zako, wana picture zako za kukuvurugia image yako. Utafuata utake usifuate kile ambacho kwamba unakitaka. Kwa hivyo hili alikufanyika sudfa. Hawezi tu kuja mwalimu hisabati akainuka akawa anajuduana na viongozi wakubwa wakubwa katika ulimwengu na matajiri wakubwa wakubwa mpaka watu wanaotoka katika royal families. Haliwezekani hili, isipokuwa kuna watu nyuma yake, wala wanaojiita an-nidhamu al-alami jadid, new world order, ambao kwamba wanasema wao ndio wenye kuendesha ulimwengu kama huu. Nikimalizia, ya kusema ni mingi na wakati umeenda. Tufungue macho. Umefika wakati wa kuyafungua macho yetu. Kitu cha kwanza, jigambe, jifakhiri na alhawiya alislamia. Siku zote tunakumbushwa hii identity yako kama Muislamu. Kuna watu wana haya swa kujionyesha kwa wao ni Islamu mbele ya watu. Kwa nini wana haya? Kuna mtu anaogopa atakuvaa vazi la kazi saa nyingine, akienda sehemu kwa mpaka divae kwanza masuti na nini. Jifakhiri na hawiya ya Kiislamu yako. Jambo la pili, tuweni makini na watoto wetu na vitu wanavyovitazama katika mitandao na katika media. Lazima tufahamu kuwa 99.9% ya hizi stations zilioko zinamilikiwa na hawa, na huko ndipo watu wanapotengezwa. Ulimwengu wa sasa, silaha inayotumika si silaha ya makombora, mtoto wako hatakuja kupigwa na bomu. Silaha inayotumika sasa ni silaha ya fikra, silaha ya mawazo, silaha ya shasha, kwa ufupi ya screen. Atamjia mwanao mpaka ndani ya nyumba yako, ampangia atakacho. Kuwa makini, mwanao anatizama kitu gani. Tunaashiria siku zote kwa sisi, kwa sababu ya kutaka utulivu wa nafsi zetu, tufanye tunalotaka kulifanya. Watuwekea watoto makatuni katika screen, tunawapa matabu na kuwashia na wifi haswa, waangalie wanavyotaka kuviangalia bila kujua nini kinachoendelea katika maeneo kama yale. Tumebakisha masiku machache kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ilikuwa tuzungumzie namna kupokea na namna kujiandaa nao, lakini kwa sababu hili lilotokea katika ulimwengu ni jambo kubwa, ilikuwa hakuna budi kuliashiria, na maana tukazungumzia kisiwa hichi kilolaaniwa, kisiwa hichi cha shetani. Lakini tukumbushana kwa kuna usiku unaitwa Lailatul Nadhra, usiku wa kutazamwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa jicho la rahma. Kuwa makini, usikupite usiku kama huu, usiku wa kwanza wa Ramadhani. Sasa ile mwezi ushaandama ama tushakamilisha 30, wajua kesho ni Ramadhani. Ule usiku wa kwanza mara nyingi tunaghafilika nao. Mtu ndo anakuambia nataka nilale mapema, niamke mapema, nile suhur, nile daku. Wewe kula wala mwaka mzima, usiku wa kulala. Huu ni usiku ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawatazama waja wake kwa jicho la rahma, na anawaacha huru maelfu kwa maelfu kutokamana na moto. Bali na kila usiku katika usiku wa Ramadhani kuna maelfu ambao kwamba wanatoa huru kutokamana na moto. Isiwe Ramadhani yetu hii itakuwa sawa na Ramadhani zilizopita. Tujiandae mapema kuanzia sasa, tupate kuingia kufikiwa na istiadadi katika mwezi mtukufu kama huu, ili tusiwe kama pressure ya Coca-Cola siku 2 za mwanzo. Mashallah, mtu amesoma juzu 2, 3, 5 rakaa zote za tarawih ameziswali na nini, kisha baada ya siku 2, 3 futuri nampata, anaanza kuteremka chini. Jitahidi Ramadhani hii iwe Ramadhani tofauti na zingine zilizopita. Tumomba Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi وفقنا للخير وعنا عليه لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا فضلا وجودا وامتنانا وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.